Naam, hujambo popote pale ulipo. Of course gumzo ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kupanda kwa gharama ya mafuta sasa hivi nchini Kenya, ambapo shirika la EPRA jana liliweza kutoa tangazo kuhusiana na bei ama kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo mafuta ya petrol na diesel yatakuwa sasa yanauzwa kwa takriban shilingi 206 kwa lita, na vile vile pia diesel pia ikienda. Kwa hiyo ni kupanda kwa gharama, ambapo mafuta haya ya petrol yamepanda zaidi ya shilingi 28 kwa lita moja, na vile vile diesel ikipanda kwa zaidi ya shilingi 40. Ni hizo idadi ambazo zimewachanganya wa Kenya, na hapo jana pia inamaanisha kwamba gharama za maisha itapanda pakubwa sana, ukizingatia kwamba sasa even nauli ambayo watu wanatumia katika usafiri kwenye magari ya abiria yatapanda, hizo yatapandisha nauli yao. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeweza kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Of course hili linajiri tu wiki chache baada ya kuanza vita kati ya Iran, Israeli na vile vile Amerika, na utata huo unapozidi kuendelea, kumaanisha itakuwa hizi changamoto zitakuwa zinapatikana katika mataifa mengine ambayo yanategemea mafuta kutoka maeneo yale ya Iran. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaendelea tu kufuatilia, kujua hisia za watu kwenye mitandao. Watu wameanza kuzungumza akisema kwamba hili halifai na serikali inafaa kuchukua jukumu la kuwasaidia Wakenya ambao kwa sasa bado tayari wanaendelea kujipambania maisha yao, wakipambana na hali ngumu ya maisha. Sijui hisia zako ni vipi kuhusiana na huku kupanda kwa bei ya mafuta nchini Kenya, ambapo imepanda kwa takriban shilingi 40. Of course hiyo ni asilimia kubwa sana ukilinganisha na ile bei ambayo mafuta yalikuwa yanauzwa mwezi jana. Sijui hali itaendelea hadi lini? Niachie kwenye comment, nitakuwa napitia tukujua hisia zako ni gani. Hadi wakati mwingine, naitwa Namisi Mswahili. Make na subscribe na like na share ili unapata all updates kuhusiana na what is happening in the political and current affairs world. Hadi wakati mwingine, kwaheri.